بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1441 katika silsila ya ad-durus al-manhajiyya tuendelea kusoma risala usulu ad-da'wah as-salafiyya للشيخ الفاضل الدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. katika vikao kadhaa tumesimama katika al-aslu ar-rabi', msingi wa 4 katika misingi adhimu ya hii ad-da'wa as-salafiyya al-mubarakah, الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. كون اهتمام نايتكادي السلف الصالح، kujifunza, kuitendea kazi na kuifunza. jambo la aqida ni jambo muhimu sana katika maisha ya Muislamu. Wako leo wanaolidharau hili jambo, na hasa wengine ambao wanajinasibisha na sunna, wakija katika masail al-asma wa sifat, kama tukasikia baadhi yao kusema kuwa al-Imam Ahmad na vita vikubwa alivyosimama dhidi ya Jahmiya kupiga vita kuhusu masala ya kuwa Qur'an ni maneno ya Allah wala sio kiumbe, ilikuwa hakuna haja ya nini sema hivi, si ni kusema tu kalamu Allah makhluq, nisema kalamu Allah ghair makhluq, ya nini? au kusema kuwa Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, sema hawa sema staula, ni wasema stawa, tofauti ya herufi moja tu, kitu gani? Tuwaambia watu kama hawa ambao kwa kweli anayezungumza mazungumzo kama haya haelewi jambo la aqida na uzito wake, na ana jahili kubwa sana katika kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, akafahamu kuwa huenda Allah akaadhibu watu kwa ajili ya neno peke yake kulibadilisha. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas samaa bima kanu yafsukun. hii aya yaeleza tukio maarufu katika tarehe ya Banu Israili. Banu Israili walikataa kuingia na Musa alayhi salatu wassalam katika al-ardh al-muqaddasa kwa uoga waliokuwa nao kwa kupigana jihad fi sabilillah, mpaka wakamwambia Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. na hiki kisa Allah amekitaja katika suratul Maida. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ardh. kwa wakakaa muda ambao Allah amewaandikia kukaa katika wakiwa wamepotea, mpaka ilipofika wakati wa Yusha bin Nun alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa ushindi wa kuingia al-ardh al-muqaddasa.
katika mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa, aliwaambia udkhulul baba sujda وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. والله سبحانه وتعالى akawaambia mwanzo waingie ule mlango sujada, ay wahum raki'un, ta'dhiman lillah wa shukran lillahi ala ma an'ama bihi alayhi. Hii neema kubwa aliyowapa ya nasr, wao watamshukuru kwa kufanya jambo hilo. وقولوا حطة أي حط عنا خطايانا, tufutie madhambi yetu. Ni kipi walichokifanya banu Israili? Ulama utafsiri fadakhalu wa hum yazhafun, wakaingia huku wakisota kwa makalio yao kwa nyuma kinyume na vile Allah alivyoamrisha. Kisha hittatun wakasema hintatun ay habba min sha'ira, tembe ya ngano. Kafanya istihza na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama walichokibadilisha ni herufi moja tu, Allah subhanahu wa ta'ala akawateremshia adhabu, bali akawaita ni madhalim wale waliobadilisha lile neno ambalo Allah amewaamrisha kulisema. Sasa ikiwa hii ni katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, vipi katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala watu wabadilisha? Yani hamuoni ile hatari kubwa iliyoko ndani yake? Watu wamesema hintatun badala ya hittatun, Allah akawateremshia adhabu. Na hawa ambao waseme istawa wakasema istawla. Ndio Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala akasema fama ashbaha lam almubtadi'a binun alyahud, imefanana iliyoje hii lamu ya hawa wazushi na nuni ya mayahudi. Angalia ilivyofanana. Waliambiwa waseme hittatun wakasema hintatun, na hawa wakaambiwa waseme istawa wakasema istawla, wakaongeza lamu. Kwa jambo la aqida si jambo la mchezo, ni watu wabadilisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzikanusha. Lakini yule asiyejua uzito wa kubadilisha neno moja katika maneno ambayo Allah ameamrisha watu kuitakidi na kuyasema, yaweza kuwa ni sababu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usitujilie leo ukatuambia kitu kidogo tu. Hakuna kitu kidogo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabadilisha dini ya Allah kisha wasema kitu ni kidogo hicho. Na kwa sababu ya walinganizi kama hawa ambao sauti yao husikilika kwa watu maskini wasiojua, bado kutosema kuna dharura kubwa ya watu kusomeshwa tauhid na aqida. Sababu watu wakifahamu tauhid, wakifahamu aqida, watapotea walinganizi wapotofu kama hao. Simama mbele za watu moja kwa moja utarudiwa, utakitishwa chini. Na hao awamu na wadharau kuwa hawana elimu, lakini wakifikishiwa ilmu biidhnillah ta'ala wataifahamu. Nakumbuka tukio lilitokea wakati mmoja wa haji, mkiri nishawahi kueleza Mina. Ilikuwa nakumbuka mara ya kwanza kufanya haji au mara ya pili, kitu kama hiyo. Almuhim kwenda pale, ikawa ile khema ambayo tumekaa wa Kenya wanaosimama pale ni ahlul bid'ah, sababu wa Kenya ni wengi, nyinyi mko pale mahujaji tu. Almuhim wakawa wazungumza ukhurafi tu pale na bid'ah. Ikhwa wale watu wa sunna pale wakasema, ya akhi Abdullah, simama utoe kalima. Hao jamaa wazungumza jisadi zima, tuelewe wazungumza nini, wazungumza upuzi. Ya nini jamani kuleta fujo? Wewe salatu al-maghrib kisha swali utasimama bas. Sema sawa, maadamu hapa hakuna nidhamu, ni mtu yote usimama, mtasimama. Nakumbuka nikasimama, alhamdulillah, nikazungumza kalima kuhusu umuhimu wa tauhid na hatari ya shirki kwa dakika kama 10. Dakika 10, na alhamdulillah kuanzia mwanzo mpaka mwisho kawa ni aya naeleza kidogo aya mpaka hadith mpaka mwisho. Nikazungumzia na hatari ya shirki, nikataja katika mfano wa shirki kuomba watu wema na kuomba mitume. Nikawaambia isije ukafanya haji kisha ukitoka ukienda Madina
ukamuomba mtume sallama ukaona kuwa yastahiki kuombwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hili jambo halifai, litaharibu ibada yako. Mfano mmeupiga kusudi. Nimemaliza kuzungumza nikikaa, akasimama yule mzushi na kucheza na hisia za awamu. Kaanza tushukuru, kalima fupi imeeleweka, maana yake baada ya kalima nikasema kusudi sasa watu wajishughulishe na ibada zao, watu wasizungumze kwa kirefu hapa, kila mtu atakana afanye ibada, asome Qur'an, afanye adhkar, alete takbira, afanye kadha, talbiya. Almuhim ile bwana akasimama baada ya mimi kuzungumza, eti ajifanya afanya taaliq khurafi. Alikuwa hayuko hapo, yani katika mazungumzo yuko katika mpangilio. Kaja pale akasimama akasema, tushukuru bwana, tumeelewa tauhid na nini, lakini mara ghafla amegeuka, mawahabi wampendi mtume, umeona amemwingilia mtume yuko Madina huko. Yani kule kusema haifai kufanya shirki hata kama ni kumuomba mtume katika mitume wa Allah, kuwa wewe humpendi mtume. Wallahi kumbe kulikuwa kumejaa mahurafi katika ile khema, watu wakaanza tujifanya leo wallahi wajifanya walia. Basi mimi nikasimama nikamtizama mbele za watu ile jamaa, kisha nikatoka nenda zangu. Njiani nikakutana na Sheikh Ukasha. Sheikh Ukasha maarufu salafi, sababu pale katika lile khema walikuwa ikhwa Somaliin ndio wengi, na Sheikh Ukasha hajui kuzungumza Kisomali. Nikamwambia pametokea kadha wa kadha wa kadha, sasa basi خلاص mwambie kesho nitakuja nitoe muhadhara. Kazungumza na ikhwa pale Somaliin, akamwambia bwana Sheikh Ukasha, wao mjua kama ni Sheikh basi. Akamwambia jamaa, leo hakuna mtu kuzungumza, Sheikh Ukasha iwaje. Jazallahu khairan. Sheikh akaja pale baada salati al-maghrib, akaanza kuzungumza tauhid. Mimi sielewi Kisomali, lakini nasikia aya zinazosoma za tauhid mwanzo mpaka mwisho. Akaulizwa maswali mengi sana, katika yale maswali aliyoulizwa ni kuhusu haya masala yanayofungamana na shirk na bid'a na nini. Alhamdulillah, na yeye yuheshimiwa na ikhwa Somaliin jazakumullahu khairan. Alipomaliza akaondoka. Siku ya pili akasimama khurafi. Sasa naja kwenye hii mahallu shahid. Khurafi akasimama akasema, bwana mmoja alikuja kutoka Sham, si kutoka wapi huko, akaja kwa kaburi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sijui akasema nini, ikatoka mkono ikampa mkono hivi. Sasa yuendelea vijamwambia, kaa chini mrongo mkubwa wewe, kaa. Jana sisi nauliza shekhe nasema hiyo urongo. Nyinyi muona awamu wajinga. Sisi jana nauliza shekhe nasema hii urongo. Yule bwana wallahi amefukuzwa, ndifurahi kweli kweli. Khurafi wataka kuwapoteza watu, kuingiza kwenye shirkiyat kwa uongo. Huyo kando ndio hawakusimama tena, ikawaambia sasa hakuna tena kuzungumza, mwatudanganya. Ikawa ni khairi kwa watu wakisomeshwa tauhid, wakielewa kwa dalili. Sisi tuamini kuwa biidhnillah ta'ala hili janga na maradhi ya shirki na bid'a biidhnillah ta'ala litaondoka. Na huu ni mfano tu, na haya yatokea mara nyingi sana. Kwa hiyo kwa njia hiyo alhamdulillah watu wakaelewa, na ule ushirikina ambao ulikuwa ule bwana ataka kuuleta pale na ukhurafi na mambo ya uvisa vya uongo vikakatikia pale pale, alhamdulillah. Kwa hivyo jambo la ihtimam na kusomesha aqida ni muhimu sana, kwa sababu duatul batil wameenea katika kutaka kuwapoteza watu. Tulifika katika maneno ya Sheikh عبد السلام حفظه رحمه الله قال: والله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا لأجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه. أبدا تفهم الله سبحانه وتعالى hakutumiliza mitume hakuteremsha vitabu isipokuwa kwa ajili ya kuihakiki tauhid na kulingania watu katika tauhid, kama qala azza wa jalla:
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. روح hapa yakusudia wahi, sababu wahi kutoka kwa Allah ni uhai kwa mwanadamu. Ikiwa mtu hana mafungamano na ilmu ya kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam, wallahi mayit, hata akiwa yuwazungumza atembea katika hii ardhi. Ambaye hana mafungamano na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam, ambazo zote hizi ni wahi kutoka kwa Allah, huyu ni maiti hata akiwa yuwatembea apige kelele katika ardhi. Sababu uhai wa kikweli kweli na roho ya kikweli kweli anayokuwa nayo mwanadamu ni wahi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wahi huo Allah akauzungumza kwa kijumla. Zubda ya wahi ambao amewateremshia mitume wake, an andhiru annahu la ilaha illa ana fattaqun, tauhid. Waonye watu kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, basi wamche Allah subhanahu wa ta'ala kumwabudu. وكما في قوله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. hatujatumiliza kabla yako mtume yote isipokuwa tumteremshia wahi kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, basi mwabuduni. وكما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Kwa kila umma walitumiliziwa mtume kwa ajili ya kuwalingania katika tauhid na kuwakataza kutokamana na shirki. Hili ni jambo ambalo hakuna muislamu aweza kulikataa. Sasa ikiwa hakuna muislamu alikataa, mbona nyie walinganizi hamshughulikii jambo hili? Na hapa tukusudia walinganizi wa kibid'a, hawashughulikii hili jambo wala habari nalo hawana. Naweza kuzungumza akasema hii aya yamaanisha kwa mitume wote wanatumulizwa kwa sababu ya tauhid, na wewe ambaye umesimama katika sehemu ambayo wadai walingania watu katika da'wa ya mitume wa Allah na hulinganii katika tauhid. Wa awwalu amrin fil Qur'anil Karim, amri ya kwanza kusoma kitabu cha Allah ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Amri ya kwanza ni ya ibada, tauhid. Enyi watu, muabuduni Mola wenu mlezi aliyewaombeni nyinyi na waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Amri ya kwanza unaokutana nayo ukianza kusoma Qur'an ni ya tauhid. Wa awwalu ما تستفتح به الرسل دعوة أقوامهم قولهم كما حكى الله تعالى عنهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Hili ndio jambo la kwanza ambalo mitume hufunguza da'wa zao wanapolingania watu wao, ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru, tauhid. Na hii kasumba watu wamelishwa, wakiwaona watu walingania katika tauhid waona ni watu waovu. Nakumbuka sisi tukiwa wadogo tusoma madrasa, walikuwa wakija mashekhe kutoka mamlaka pale madrasa tusoma. Sasa wale wakubwa zetu wakituambia waona huyu bwana anakuja atazungumza kuhusu tauhid, na naam, kabla hajaja akija azungumza kuhusu tauhid, akija mwingine huyu anakuja atazungumza kuhusu tauhid, mshuhudi na atazungumza kuhusu tauhid, tauhid kweli. Sasa hawa mabwana wakaanza kufanya tahlilat, hawa kubwa zetu sasa tunaokaa na wao. Unajua kwa nini wale kila wakija watu wana sisi washirikina, eti wao ndio watu tauhidi? Na hivi ndivyo baadhi ya watu wanavyodhania. Akilinganiwa katika tauhid na kukatazwa kutokana na shirk, hapo hapo sharuka. Unaona? Tuchukulia sisi washirikina, sisi hatufahamu tauhid sisi. Hivi nikuulize, wewe una ubora kuliko Ibrahim alayhi salatu wasalam, ambaye Allah asema wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a. Ambiwa Ibrahim alayhi salatu wasalam maneno haya, simshirikishe Allah na chochote. Hivi wewe waifahamu tauhid kuliko Ibrahim alayhi salam, na ambiwa maneno haya?
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambiwa la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Sisi wabora kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah. Na Allah amwambia maneno haya, amkataza kutokana na ushirikina, na yeye yuko mbali kabisa na ushirikina. Hawezi kabisa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah amuonya sisi nani? Mitume wa Allah, orodha ya mitume yatajwa, kisha Allah asema walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Lau kama wangenishirikisha hawa, amali zao zote zingeharibika walizokuwa wakifanya. Na hao ni mitume. Na hii ni Qur'ani yazungumza maneno haya. Na Mtume Muhammad wala takunanna minal mushrikin ambiwa maneno haya. Leo mtu alinganiwa katika tauhid akatazwa shirki. Kwani wafikiria sisi washirikina? Kwa sababu wafanya shirki wewe, ndio maana waona kama haya maneno ya kugusa. Kama ungelikuwa huna ushirikina usingelikereketwa na kukerwa na maneno haya. Na hivyo hivyo watu wa bid'a, ukizungumza bid'a waona atuita sisi hivi na hivi. Sasa kama wewe si mtu wa bid'a, mbona wajishukushuku? Mbona wakerwa na haya maneno? Na ndio wakati mmoja niliwaambia hapa, watu wa bid'a wamekaa kama nzi, kama vile watu wa sunna wameketi kama nyuki. Na nyuki hata siku moja hatangamani na nzi. Nikawaambia watu wa bid'a wakisikia maneno haya watakasirika, lakini mimi nawaambia kitu kimoja, nyinyi mwakataa kuwa ni watu wa bid'a mkiambiwa ni watu wa bid'a. Kwa hiyo sio nyinyi nzi basi, nzi watu wa bid'a ikiwa ni wa kweli nyinyi, na watu wa sunna ni nyuki. Mfano ndio utoa, na wakakasirika kweli. Lakini ukikasirika ujue wewe ni nzi. Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani kuwa wewe si mtu wa bid'a wakasirika ikizungumzwa bid'a, isipokuwa wafanye uzushi katika dini ya Allah. Ndio maana waona hivyo. Na hivyo hivyo katika shirki na tauhid, ukizungumza tauhid na shirki, mtu wa tauhid hakireki na hilo, bali afurahia. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هي صفة وشركين. akizungumzwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa peke yake na anastahili ibada, watu wachefukwa na roho, hawana raha. Wakitajwa wengine Badawi, Jailani, nani, wali, basi ndio mnaokusudiwa hapa, idha hum yastabshirun. Lakini ikizungumzwa tauhid wakasirika, ikizungumzwa wale wanaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala na kuwapelekea ibada, idha hum yastabshirun. Lakini watu wa tauhid la, akizungumzwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anastahili kuabudiwa, hili jambo la wafurahisha katika nyoyo zao. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يدعو إلى الله. متوم صلى الله عليه وسلم miaka 23 alingania kwa Allah. منها 13 سنة في مكة, miaka 13 مكة. 10 سنين منها يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحارب الشرك ويحذر منه. katika miaka 13, 10 ni tauhidi peke yake. Alingania katika tauhid na kuibainisha tauhid na kupiga vita shirk na kuwatahadharisha watu kutokana na ushirikina. Wa baqi hayatihi sallallahu alayhi wasallam fi tathbit aqidati at-tauhid wa tarsikhiha wa fi bayan al-ahkam ash-shar'iyyah. Na yaliyobakia katika maisha yake ni katika kuithibitisha aqida ya tauhid na kuikitisha mizizi katika nyoyo za masahaba na kubainisha ahkam za kisheria, sio kuwa tauhid aliiacha. كل هذا يدل دلالة واضحة على وجوب الاهتمام بأمور العقيدة تعلما وتعليما وعملا ودعوة. yote haya ni dalili ya wazi kabisa ya uwajibu wa kuwa na ihtimam na mambo ya itikadi, kujifunza, kuyafunza na kuyafanyia kazi na kulingania. wadhālika lianna al-aqīdata إذا سلمت من الشوائب فصاحبها من أهل الجنة لا محالة. قال فضل كبوة توحيد.
itikadi ya mtu ikisalimika na uchafu wa ushirikina, basi yule mwenye itikadi kama hii ni katika watu wa peponi, hakuna kwingine isipokuwa ni peponi mahali pake. aliye na tauhid, huyu ni mtu wa peponi. walau kana murtakiban lilkabairi, hata akiwa afanya madhambi makubwa, fa inna ashabal kabair amruhum ila Allah, watu wa madhambi makubwa amri yao kwa nani? Kwa Allah. in shaa Allah subhanahu wa ta'ala adhabahum thumma adkhalahum aljannata bitawhidihim wa qabla dhalika bifadlihi wa karamihi subhanahu wa ta'ala. akitaka Allah atawaadhibu kwa kadri ya madhambi yao, kisha awatoe awaingize peponi kwa ile tauhidi iliyoko katika nyoyo zao, na kabla ya hapo kwa fadhila zake Allah na ukarimu wake. wa in shaa Allah azza wa jalla afa anhum, na akitaka Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe moja kwa moja. fahiya wa aymullah an-najah wal isma. mtu anayetaka kuokoka na adhabu ya Allah na kuhifadhiwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ashikamane na tauhid. hili jambo la tauhid ni muhimu sana sana. Sheikh Rabi' hafidhahullah asema katika asri tunaoishi yatakikana juhudi ya mlinganizi 99%, 99% iwe katika tauhid, kisha 1% ibakie katika mambo mengine, kwa namna inavyohitajika sasa sana watu kuifahamu tauhid. Sababu wengi katika watu hili jambo hawalifahamu, tupende tukatae. Hata mkasema kuwaona atuona sisi wajinga, si hivyo, ni hali hadisi ilivyo. hata hao mnaoonyesha vidole wale celebrities na waita hivyo kwa sababu walinganizi, lakini walinganizi kama wafanya tamthilia, wengi hao ukiwasikiliza maneno yanayozungumza hawafahamu tauhid wala hawafahamu utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtu aweza kueleza kisa cha kutunga hivi kama hasa wa makhurafi, aweza kueleza kisa cha kutunga hivi, hajui ndani yake amfanyia ta'an Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallam, hata habari yaona nkisa eleza. Kwa nini? Sababu hafahamu tauhid na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na namna mtu anavyotakikana achunge katika kumzungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Hii yote ni kwa sababu ya watu kuwa mbali na ilmu ya tauhid na aqida. Watu wasipoisoma tauhid na kuisoma aqida wataingia mahali pabaya, na ndio ukaona watu wanapopatikana na shida ikiwa hawana tauhid katika nyoyo zao, wazunguka huku na huku, hawaelewi kule wanakoelekea. Ndio mwisho waje kusikia jamani, mchango 50 nini, tununue kondoo ili tuchinjie sijui albadiri sijui fani. Haya yote yaje kwa sababu watu hawajui tauhid, hawajui itikadi sahihi. Alafu na ukhurafi mwingi ndani pale, na watu kufanya mchezo na ibada. Kama leo Ijumaa hii, leo ni Ijumaa, leo jamaa waenezeana, basi bwana leo Ijumaa ya mwisho tuwakumbusha, ni baada ya dhuhuri. Ndio maana watu waswali ya dhuhuri kwa sababu waswali msikitini, sababu ile janga la corona. Kwa hivyo baada ya dhuhuri bwana uswali swala zako 5, lizibe mapengo kule. Kwa hivyo ikiwa ni tarehe kuswala mwaka mzima, Ramadhani pekee yake waswali, basi piga dhuhuri, kisha upige tena dhuhuri, kisha alasiri, kisha magharibi, ishai, kisha alfajiri. Wewe swala alfajiri mchana peupe bwana, nyinyi mna akili makhurafi. Mchana peupe jamaa swala alfajiri na isha, wewe unaje? la alhamdulillah ala ni'mati alislam was sunna ya ikhwani, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hii ndio ifikia hadi. Na kuna watu wanswali leo jamaa, msione haya mazungumzo, kuna watu leo wameswali, na hakika kuna watu leo wamfanya hivyo. Waona sasa hii dini umpata wapi? Haya mashekhe wanaipitisha. Mashekhe nani katika dini hii ya Allah kuamrisha ibada ambazo hakuziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam? Si ndio hii kufanya mchezo? Malakum, nyinyi mfanya mchezo na dini ya Allah.
dini ya Allah haifanyiwi hivyo. Na hii yote hii kila siku tukizungumza kwa watu wahitaji wafundishwe tauhid, waambiwe hii ni shirk, wafundishwe sunna, wafundishwe bid'a, waambiwe hii ni bid'a, hii leo iliyofanywa ni uzushi katika dini. Waman amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Hizo ibada mnazozifanya mtarejeshewa wenyewe, Allah hana haja nazo ibada hizo. Ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atazikubali ni zile ambazo zina masharti, ikhlas na mutabaa. wala takadu tara ahadan salima almu'taqad illa wa a'malu albirri wa sa'ir at-ta'at akhaffu alayhi min hamli ar-risha. Wakaribia hutoona mtu ambaye itikadi yake iko salama isipokuwa matendo yake yatakuwa ni mema. Ukamwona afanya taa, na taa kwake za nyepesi hata kuliko kubeba unyoya. walidha kana lihtimamu biha wal amalu ala tashihiha wa ta'ahudiha min ajalli al umuri wa a'zami al a'mal. Kwa sababu hiyo ikawa kule kuwa na ihtimam na aqida na kuitendea kazi aqida na kufanya amali ya kusahihisha aqida, na daima mtu aisahihisha aqida yake na kuisoma tauhid daiman wa abadan, aisome tauhid mpaka atakapoondoka hapa duniani. Kwa sababu hii ni katika mambo makubwa na ni katika amali kubwa sana, ni jambo adhim jiddan. Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala, mwalimu mkubwa sana wa aqida, muasir. Naweza kusema kuwa mwanafunzi ikiwa yawezekana asiwache audio ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami isipokuwa isikilize, hasa katika shuruhati zake za aqida. Huyu jamaa anasherehesha aqida ajabu sana. Na sasa hivi alhamdulillah nimeona kitabu, lakini kwa PDF hivi chatumwa, kurasa karibu 600 zimekusanywa ndani yake fatawa nyingi zake zilizofungamana na aqida na manhaji. Huyu bwana alipofikiwa na mauti rahmatullahi alayhi, ni muasir, amekufa mwaka wa 1415-16, alikuwa akisema al-aqida usikum bil-aqida. Leo katika hali ya siyaq al-maut, na wahusia shikamaneni na aqida. Na yeye jazahullahu khairan, maisha yake alimalizia katika kusomesha vitabu vingi vya aqida rahmatullahi ta'ala. Sheikh Rabi' hafidhahullah asema nimesikia wengi wakisherehesha vitabu vya aqida, lakini mfano wake sijaona mfano wake. Na wewe sikiliza kisha usikie namna anavyoishambua aqida rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hivyo jambo la aqida ni muhimu sana watu kujishughulisha nalo, sababu ndio da'wa ya mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Kuna mengi bado tutayazungumzia katika msingi huu. Nasema huu msingi vile ni muhimu, ndio maana tumerefusha katika kubaki kuuzungumza. Hapa kaanza walitauhidi fadhail kathira. Hizi fadhail za tauhid kuendelea mbele tutakuja kuzungumzia biidhnillah ta'ala katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu. فلو قال قائل رافضي أو غيره أتزعمون يا أهل السنة أن الحق عندكم وحدكم؟ نقول نعم ولا خطابة. الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص الصافي من الكدر عندنا 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 وألف مرة عندنا، وإن رغمت أنوفكم وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ. سمعتم؟